Vile vile mzee Mwai Kibaki tulimuunga mkono bila swali, bila kupinduka, bila kulalamika. Ni kweli si kweli? Miaka 12 akiwa makamu wa rais na miaka 10 akiwa rais wa taifa la Kenya. Hakuna Mwembe aliuliza swali ama kulalamika, ama Mumeru ama Mumbere, hakuna mtu alilalamika. Kwa sababu alikuwa mmoja wetu. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akabarikiwa akawa rais. Miaka 10 tulimtumikia na kumfuata na kumsikiza, na hakuna mtu aliuliza swali. Vile vile katika uchaguzi wa 2022 mnajua ya kwamba sehemu hii tulipewa nafasi ya makamu wa rais ama naibu wa rais. Ndugu yangu Rigathi akapewa hiyo nafasi kwa miaka 2. Katika siku ambazo alikuwa ofisini, hakuna mmoja wetu alidhubutu kumtusi ama kumuita jina, kwa sababu alikuwa kiongozi wetu kutoka sehemu hii katika afisi kuu kama naibu rais wa nchi. Mimi mwenyewe siku hiyo nilikuwa waziri wa usalama wa taifa. Katika hiyo miaka 2, hakuna siku hata moja mimi nimemdharau, kudunisha ama kumtukana ndugu yangu Rigathi Gachagua siku ile alikuwa na nafasi ya kuwa naibu wa rais. Kutoka kwake kwa kiti alitolewa na viongozi kutoka Kenya nzima. Na wakati alitoka ofisini, sisi pia tuliendelea kukimya. Na wakati hiyo nafasi imepatikana katika ofisi ya naibu wa rais, rais alikuwa na nafasi kupeana hicho kiti katika sehemu yoyote ile katika Jamhuri ya Kenya. Lakini alisema kwa sababu tulikuwa na ahadi na yeye, watu ya Mount Kenya, tumuunge mkono akiwa rais, atupatie naibu wa rais. Wakati nafasi ilipatikana, rais hakupeleka hicho kiti katika sehemu nyingine. Alisema kwa sababu makosa imefanyika na mtu mmoja, sio jamii. Sasa akasema hiyo nafasi ipatianwe Mlima Kenya, na ikikuja Mlima Kenya kwa mara ya kwanza, vile viongozi wale wengine wote ndugu zetu walikuwa wanatoka Mlima Kenya Magharibi, safari hii Mungu akazungumzia Rais William Ruto katika kupeana kiti cha naibu wake katika Mount Kenya. Nafasi ikakuja hapa Mount Kenya East. Jorine Korie, Kiama, Muroro, Thai. Kwa hivyo mimi nataka niseme ya kwamba, kwa sababu mimi ni mwanasiasa, ya kwamba mahali sasa tumefika ni mahali ambapo wazee wetu mtusaidie kama wenye boma na wenye hii himaya yetu ya Mlima Kenya. As the fathers of the land, the elders must guide this community so that one person does not derail the interest of a whole community. Kwa sababu hii nafasi sio yangu binafsi, haikuwa ya Rigathi binafsi, ilikuwa ya jamii. Na ukipewa nafasi kama sasa mimi nimepewa nafasi, ni jukumu yangu kuchunga ile kazi isiharibike, kuitunza, kujua vile nitashirikiana na mkubwa wangu ambaye ni rais wa nchi, vile nitashirikiana na wadogo wangu wabunge na magovernors.
Hiyo ni kazi yangu, kuchunga kazi. Ni kweli si kweli?